moja katika kipaumbele chetu kilikuwa ni miundombinu. Tukasema hatuwezi kuwa klabu ambayo haina ofisi za kisasa. Katika kipindi chetu cha miaka minne tumeweza kukarabati jengo letu la Jangwani ambalo lilijengwa na muasisi, moja katika waasisi na viongozi wakubwa wa klabu yetu ya Young Africans, mzee wetu Abeid Amani Karume. Jengo hili lilijengwa miaka ya 70, alikuwa lina hadhi ya kuishi, tukaweza kuifanya kuwa bora, na leo klabu ya Young Africans watendaji wake wanakaa kwenye ofisi bora. Naweza kusema hakuna klabu katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati yenye ofisi za kisasa kama klabu ya Young Africans. Maboresho haya yalifanywa katika kipindi chetu na tunajivunia kuwa na ofisi za kisasa. Eneo la pili ambalo tulikuwa tunalifanyia kazi katika miundombinu ni eneo la uwanja. Kabla ya kufika kwenye uwanja, niwape siri tu kidogo. Tumekutana na matatizo mengi ya compliance kwenye klabu yetu ya Young Africans tulipoingia madarakani. Hatukuwa na hati hata moja ya klabu yetu ya Young Africans, pamoja na kujinasibu kuwa tuna maeneo mengi yenye thamani kubwa. Maeneo hayo ikiwemo eneo la Jangwani hatukuwa tuna hati, eneo la Kigamboni ambalo pia hatukuwa na hati, eneo la Mafia Street, jengo ambalo liko Kariakoo, eneo muhimu kabisa na lenye thamani kubwa, na lenyewe pia hatukuwa na hati. Uongozi wetu ulifanya kila jitihada kuhakikisha tunapata hati hizo, na nithibitishe sasa tunazo hati zote za maeneo yetu matatu ya klabu ya Young Africans. Hati hiyo ya kwanza mnaiona hapa ni moja katika hati ambazo zinasomeka na mtaziona ownership ya klabu ya Young Africans, na hiyo pia ilikuwa ni jambo lingine kubwa sana, na tunashukuru mamlaka za serikali kwa kutusaidia. Klabu yetu ya Young Africans mali zake zote zinasoma jina moja tu, la Young Africans Trustees, na ndio hao wamiliki wa mali za klabu ya Young Africans. Tumeweza kufika hapo na ni mafanikio makubwa sana ya kuratibu documentation za klabu yetu, na inaonekana huko nyuma zilikuwa kwenye mikono ya watu mbalimbali. Nishukuru fursa hii pia nishukuru serikali ya mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupa hati ya eneo la Jangwani, eneo ambalo limekuwa na mlolongo mrefu wa kupata hati hiyo. Niwachukua kwenye safari ya mlolongo wa Jangwani. Eneo letu la Jangwani kama ninavyosema lilikuwa na square mita 35 ambazo hazikuwa kwenye shape ya rectangular au mstatili ambayo inaweza kuruhusu kujenga uwanja. Ulipokuja mradi wa Mto Msimbazi, tukapewa options mbili. Moja, kulipwa fidia ili tuliachie, na pili, uliruhusu eneo hilo liwe sehemu ya mradi na baadaye kunufaika na mradi huo. Uongozi wenu kupitia kamati ya utendaji uliidhinisha ya kwamba turuhusu ardhi hiyo ingie kwenye mradi ili tuweze kunufaika nayo na sio kuchukua pesa kama fidia. Ni maamuzi makubwa, magumu, na maamuzi ambayo kwa tamaa za kupata fedha za kuendeshea klabu tungeweza kuchukua fidia kama watu wote wa eneo hili walivyochukua. Lakini uongozi wenu ulisema hapana, turuhusu iwe sehemu ya mradi ili baadaye tunufaika na mradi huo. Baada ya kuruhusu, tukapita kwenye mlolongo mrefu wa procedure za mradi na baadaye kuliomba eneo hilo, na bahati nzuri maombi haya yalienda kwa Mheshimiwa Rais, na kwa usikivu wake mkubwa akatupatia eneo la square mita 37,500. Tumpigie makofi Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa upendo aliokuwa nao kwenye klabu yetu. Na mwaka jana siku ya mwananchi, kwenye kilele cha siku ya mwananchi, tulikabidhiwa hati yetu na kaka yangu Deo Njenjendi wakati akiwa waziri wa ardhi. Imetuchukua miaka mitatu, ndugu wanachama wa klabu ya Young Africans, kupata eneo hili. Miaka mitatu ya uongozi wetu kufikia kupata eneo hili. Na watu wanaweza kuhoji kwa nini tumechelewa kujenga uwanja katika kipindi ambacho tuliahidi. Kama unaweza kuona, uongozi wetu ulikuwa ni wa miaka minne, tumechukua miaka mitatu kupata hati. Na niseme baada ya hapo hatukulala, tulichukua jitihada nyingine za kuhakikisha tunafikia malengo ya kujenga uwanja. Ndugu wanachama, katika kipindi cha mwaka mmoja baada ya kukabidhiwa ardhi, tumepiga hatua kubwa sana kuendea mradi wetu wa uwanja. Tulianza kwa kutengeneza kamati maalum itakayotusaidia kutafuta wazabuni au wawekezaji, na kamati hiyo tunawashukuru sana. Nikushukuru kakaangu Alex Ngongoro, mwanasheria, wewe pamoja na Ivan Karimu
ambao mmeiunga mkono kamati ya utendaji na kuja kutupa taaluma ya uwekezaji kwenye miradi. Kamati ile ilitangaza nafasi za uwekezaji kwenye eneo la uwanja. Baada ya hapo, watu wakaomba na taasisi mbalimbali, lakini mwisho wa siku mchakato ukaenda na tukampata investor ambaye tutakwenda kushirikiana naye kwenye eneo la uwanja. Ndugu wanachama, na nyinyi mmeshahidi, tumefanya vikao mbalimbali na tumetoa taarifa za vikao hivyo mpaka tulipofikia kumpata GSM Tanzania Limited kuwa mwekezaji mwenza kwenye eneo la uwanja wa klabu ya Young Africans. Nichukue fursa hii kumshukuru sana mkurugenzi mkuu na mmiliki wa klabu wa kampuni ya GSM kakangu Ghalib Said Mohamed kwa utayari wake katika kushirikiana nasi kuweka historia ya kuwa klabu ya Young Africans kuwa na umiliki wa uwanja wake wa kisasa, na naamini haya ni mafanikio makubwa kwa klabu yetu, lakini pongezi kubwa kwake kwa kuwa sehemu ya watu watakaoweka historia hii. Ndugu wanachama, baada ya kusaini makubaliano na mwekezaji huyu, makubaliano yale yalikuwa yamegawanyika kwenye maeneo mawili. La kwanza ni wajibu wa kila taasisi na eneo la pili ni haki za kila taasisi. Wajibu wa taasisi hizi mbili ambao ni Young Africans upande mmoja na GSM Group upande wa pili, tulikubaliana kwamba Young Africans itatoa ardhi kwa ajili ya kuleta mchango wake kwenye ujenzi wa uwanja, na mwekezaji jukumu lake litakuwa ni kutoa fedha kwa ajili ya kujenga uwanja huo. Makubaliano haya yaliridhiwa na pande zote mbili kupitia Excom na umiliki wa kampuni ya GSM. Hatua iliyofuata baada ya hapo ni kujua haki baada ya kujua wajibu. Haki zetu sasa, klabu ya Young Africans itamiliki 50% ya uwanja na kampuni ya GSM itamiliki 50% za uwanja. Ndugu wanachama, mgawanyo huu utakwenda kufanywa kupitia kampuni mpya itakayoundwa. Kampuni hii itakuwa na umiliki wa Young Africans kwa 50% na umiliki wa GSM Group kwa 50%. Kwa sheria za nchi yetu, klabu ya Young Africans, na nimeeleza wazi hapa, ardhi yake inamilikiwa na trustees ambao ndio wadhamini wa klabu ya Young Africans. Uongozi wetu kupitia kamati ya utendaji tumefanya vikao mbalimbali